Nimekuchoka. Hivi kiona mimi naanza kushika. Madam, naomba uniache. Naomba uniache. Mimi mbona nikubembeleza? Au unataka kunishia mbele ya mtaani? Sikutaki, nimekuchoka Adam, nielewe. Nini? Nenda kuningangania? Unataka mtoto atabaki na nani? Utabaki naye mwenyewe au wewe nani yake? Mkawa. Wewe Adam. Wewe. Hivi ukiona isura ni ya kuilisha ugali wewe. Ni ya kuilisha ugali na mchunga. Ugali na mlenda. Wewe Adam, mpo jiheshimu wewe, mda mwingine jishikilie mwanaume. Washinda kwenda kutafuta pesa huko. Nimechoka ugali na mchunga Adam. Hivi unionea aibu kunishoga na mchunga? Unionea haya kunishoga na dagaa? Mimi nitamnyonyesha. Ukiniona mimi ni hadhi yako hii. Ya kuloga na dagaa. Mimi ninyonyeshe nini sasa huyu mtoto? Diali zimefungwa. Diali zimefungwa. Okay. Basi mchukue. Wewe Adam koma wewe. Kwani mimi ndo nimezaa peke yangu hapa dunia? Mbona roho mbaya hivi? Na naondoka. Hii simu uione kama kituo cha polisi kunipigia. Sasa nione siku hata moja inaingia namba yako nipigia, wewe utanieleza. Achana mimi. Vipi mbona umekutana na wifi huko ana hasira, begi, wewe na mtoto unalia kwema? Malezi ya baba. Utakuwa mwanangu, malezi ya baba, malezi ya baba. Utakuwa mwanangu. Dada samani, huyu rafiki yangu anaitwa Maajabu, anatoka kijijini, amekuja hapa kwa sababu ya matatizo, lakini ameomba kuishi na sisi. So nilikuwa naomba umpokee kama nilivyopokea mimi, tuweze kuishi naye. Karibu sana Maajabu. Asante. Nisikie uko nyumbani. Tutaishi na wewe pamoja hapa. Sawa mdogo wangu. Karibu sana. Asante. Samahani, simu naita. Halo? Safi. Kwema. Leo umenikumbuka. Sasa masuala ya guest ya nini? Naje hapa nyumbani.
Oh, jirani. Kwema. Kwema, habari ya asubuhi. Salama za kwako? Salama. Karibu. Nilikuwa natoka naenda kwenye hangaiko. Lakini nilikuwa naomba kitu. Nilikuwa naomba nikuachie kidogo huyo mti yangu. Naenda kidogo hapo, kuna kazi naenda kuangalia. Sitochelewa kwa. Basi sawa. Naje hapa nyumbani. Kuliko kwenda kutoa hela guest wakati chumba kipo hapa. Naje hapa nyumbani sawa. Sawa, tuko pamoja. Utanipigia? Okay. Nori ndugu yangu. Pesa ishaingia. Kwenye simu. Sawa. Kwa nini nenda mimi naenda wewe? Atenda mgeni. Wewe bado mgeni sana. Mwaje tu azoezoe. Basi usijali ndugu wangu, basi nenda wewe. Hamna shida. Sawa ndugu wangu. Lakini usiniangushe ndugu wangu, sawa? Sawa. Haya baadaye. Haya ndugu. Mwajabu. Bei. Inatoka kuna sehemu naenda mara moja. Haya poa baadaye. Haya poa. Usichelewe kurudi. Sawa. Asumbui huyu? Hapana, akishiba huyo asumbui. Ana shida. Mtoto mdogo bado huyo, mnamnyanyasa, mnamtesa, mamake kamkimbia. Kuna wanawake wengine wana roho mbaya jamani. Haya mlete. Kia uje takunywa atashiba. Haya pole. Asante. Hii ya kubadilisha. Haya. Yaani hapo maisha mazuri. Kule kwangu nalala chini, godoro unajua jekundu. Usi unajua ndio wa kule. Godoro ni jekundu. Asubuhi uji, mchana ugali na dagaa, jioni umekula vizuri ugali na mlenda na mchuzi. Acha. Yaani mume wangu huko nimekimbia vipigo. Unajua alikuwa ananibonda. Unaona ile rangi inakuwa nyekundu. Namwacha mwenyewe akae atafute mwanamke kumlea. Hapo nimemwacha mwanangu yule inaniuma, ile nitamfuata ipo siku. Lakini nyinyi mnafanya kazi gani mama? Nishirikishe na mimi nianze kazi, maana kukaa hivi hivi kubweteka hivi hata sio vizuri. Kazi inatufanya sisi tunapendeza ndugu wangu. Tunavaa vizuri. Ni wanaume. Kwa hiyo maana madam. Sisi hatudangi ndugu wangu. Sisi ndo maisha tunayotegemea wanaume. Sio kujiuza. Ni kazi hata si. Hapana, usiseme hivyo Mariamu. Kama uliweza kulala na mwanamume mpaka akakuzalisha mtoto namna hiyo, akakufuja mpaka uko hivyo mdogo wangu. Hapa unaweza ukapata kwa usiku mmoja mwanaume ukalala naye akakupa 300,000. Mdogo wangu. Unaweza ukapendeza ukala kwa wakati kuliko mwanamume wale alikuwa anakufuja. Karibu mwanangu. Asante. Habari za nyumba? Nashukuru. Na jambo mjukuu. Yuko poa. Nimekuja kufuata ule ujira maana tayari kazi nimeshaanza. Kweli baba? Nimemaliza. Usijokuwa sema umemaliza hapa nikifika kule shamba hujamaliza. Au tuiache ili kesho uende ukatazame. Kishajiwezesha nitakuja kuchukua. Hapana. Sawa ndugu wangu. Sawa, nitajaribu. Utajaribu. Umekubali kwa maana hiyo? Sawa ndugu wangu. Yaani shoga yangu ajabu. Kipi kipo kijijini na sasa hivi unanionaje? Sasa hivi nimekuwa mzuri, nimependeza, yaani sasa hivi yaani kile kitu ninachotaka nanunua. Kwa sababu hao wanaume. Kwa hiyo naamini ukijiunga na kazi hii shoga yangu utapendeza. Wewe mwanamke hata utamkumbuka tena. Sijui unanielewa? Alafu hai mavazi yako sitaki kuyaona tena. Sawa? Sawa. Unatakiwa uvae vizuri. Uvae suruali, tight. Sawa mdogo? Alafu wewe ni mzuri. Ni mzuri sana mdogo wangu. Umeelewa? Sawa. Kwa rangi yako kama hiyo hapo mdogo wangu, wewe ni mzuri. Wateja tutakaopata
tutaingiza pesa kirahisi. Hatutaweza kulala njaa. Sawa mdogo wangu? Sawa. Umenielewa? Haya, karibu sana. Ngoja nikupe kesho mimi tena kuangalia. Kama hujamaliza nitakufuata. Asante mama. Karibu sana. Karibu. Bye. Acheka tu mwenyewe. Hey, mwanangu. Acha basi. Unaona mgeni? Mkulima wewe umemweka shamba. Amelima sasa ndo kapata pesa yake. Anakaa? Anaishi pale kwa fundi Feti. Yule fundi Fatuma Bonge yule mwenyekiti. Yule. Mimi anakaa pale kwa Aziza Mwenda. Ndio anaitwa nani? Adamu. Sawa. Na vipi kuhusu mtoto? Naona kabila mtoto. Mwenzangu. Jana nimemwona mtoto wake vile. Leo pia nimemwona na mtoto wake. Sasa sielewi. Vipi? Na sijamdadisi mimi. Nipo ndani basi. Sasa sikiliza mkono. Kwani ugali tayari? Sijapika. Mama. Nimeshinda na shibe. Haya sawa. Nitakutunza mwanangu, iwe shida au matatizo. Hivi umependeza sana. Itafika zamu yangu, labda riziki yangu ipo likizo. Litafika fungu langu, kwani maisha yangu maigizo. Wewe ndio furaha yangu, Mungu akuepushe na matatizo. Usimchukie mama yako, huenda ni makosa yangu. Unaishi shida tu kwa vijijini, mtoto mzuri kama wewe. Nilaumu baba yako kwa kukosa langu fungu. Nitaitunza afya yako, japo maisha magumu. Niombe baba yako, nipate japo riziki yangu.